Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, karibu katika mwendelezo wa tafakari zetu kuhusu vituo vya njia ya msalaba, ambapo tunapata nafasi ya kutafakari safari ya ukombozi aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo kupitia mateso, kifo na ufufuko wake, ambalo tunaita ni fumbo la Pasaka. Leo tunapata nafasi ya kutafakari kituo cha 4 cha njia ya msalaba, ambapo Yesu anakutana na mama yake, na kituo cha 8 cha njia ya msalaba, ambapo akina mama wanamlilia Yesu. Katika vituo hivi viwili tunayo mambo mengi ya kutafakari, lakini ningependa tutafakari yafuatayo. Kwanza ni nafasi ya mwanamke katika kazi ya ukombozi. Katika kituo cha 4 tunaona Yesu anakutana na mama yake. Huyu ni mwanamke wa kipekee katika safari au historia ya ukombozi wa mwanadamu. Lakini pia katika kituo cha 8 hawa akina mama wanawakilisha nafsi au sura au taswira ya mwanamke katika kumtia moyo na kumsindikiza Yesu katika ukombozi. Kumbe mwanamke amechukua nafasi ya kipekee katika ukombozi wa mwanadamu. Katika fasihi za kidunia tunaona katika vitabu mbalimbali, moja ya dhima zinazoelezwa katika fasihi hizo ni nafasi ya mwanamke katika jamii, na huko tunaona sehemu kubwa ya fasihi hizo ni kumkomboa mwanamke kutoka katika ukandamizaji. Lakini katika fasihi takatifu ambayo ndiyo neno la Mungu, tunaona pia wazo hili linakuja. Na kumbe hiki kituo cha 4 na kituo cha 8 vitufanye tuitafakari na kuithamini nafasi ya mwanamke katika ukombozi. Kwa upekee sana tumtafakari huyu mama Bikira Maria na kile alichokifanya katika kumkomboa mwanadamu. Na ndiyo maana mababa wa Mtaguso wa Pili wa Vatikano katika ile hati inayoitwa Constitutio ya kidogma kuhusu kanisa, yani Lumen Gentium, kwa Kiswahili mwanga wa mataifa, wanatumia sura yote ya 8 kuelezea upekee wa mama Bikira Maria katika fumbo la Kristo na kanisa. Na wanasema huyu mama apewe nafasi ya kipekee katika kujifunza fadhila zake, lakini pia katika kumuomba atuombee, ili ushiriki wake katika hilo fumbo la Kristo la kumkomboa mwanadamu na sisi tuweze kushiriki kwa upekee. Kumbe katika muktadha huo, vituo hivi viwili vinatualika kwa ujumla kumheshimu mwanamke katika jamii, lakini kwa upekee kumheshimu mwanamke na kwa upekee zaidi mama Bikira Maria katika mchango wake kwenye safari ya mwanadamu kukombolewa. Lakini jambo la pili tunalolitafakari katika vituo hivi ni kwamba hawa wamama katika kituo cha 4 mama Bikira Maria na hawa wamama katika kituo cha 8 wanawake wa Israeli wanapomlilia Yesu, wanatoa picha gani ambayo sisi tunaweza kujifunza? Kuna mambo mengi ya kujifunza katika sifa za mwanamke, lakini katika hivi vituo viwili tunayo sifa 2 za kujifunza kutoka kwa mwanamke. Sifa ya kwanza ni hiyo sifa ya huruma, kwamba mama Bikira Maria anamhurumia, anaona uchungu kwa mateso anayopitia mwanaye. Lakini hata hawa wanawake ambao hawakuwa wazazi au wamemzaa Kristo, lakini wanaona uchungu kwa hayo mateso anayoyapitia.
na kumbe uchungu wao na huruma yao inatokana na ile zawadi ambayo Mungu amempa mwanamke ya kupokea na kutunza uhai. Kumbe kwa mwanamke aliyepokea zawadi hiyo, anayetambua thamani ya zawadi hiyo, ni lazima anaona huruma pale ambapo uhai unatolewa au uhai wa mtu uko hatarini. Kumbe katika sifa hiyo ya mwanamke ya kuwa na huruma kutokana na zawadi hiyo ya uhai, sisi wote kwa ujumla, wake kwa waume, tunaalikwa kuwa na huruma kwa wenzetu, kuwa na huruma kwa wanaoteseka. Tulie, tuone uchungu tunapoona uhai wa mtu unatolewa, hasa mtu asiye na hatia. Tuone uchungu pale ambapo uhai wa mtu uko hatarini. Na ndiyo maana maaskofu wetu katika ujumbe wa Kwaresma wanapotualika tuendelee kutenda mema, moja ya matendo tunayopaswa kuyatenda ni matendo ya huruma kwa mwili na kwa roho. Kwa kumbe hawa mama Bikira Maria katika kituo cha 4 na hawa wanawake wa Israeli katika kituo cha 8 watufundishe huruma kwa watu wanaoteseka. Lakini katika kujifunza hiyo huruma, Yesu anawaambia huruma yenu isiwe tu katika mateso haya, na kwanza mimi hampaswi kunihurumia, mnapaswa kuwahurumia hao kwa sababu ya dhambi. Kumbe na sisi tunaambiwa tutakuwa na faida kubwa sana tutakapoona uchungu pale mtu anapokufa kiroho, anapotenda dhambi, na tutamsaidia. Kumbe watutafakarishe hilo la kwanza. Lakini sifa ya pili ya wamama au wanawake ambayo tunaiona katika hivi vituo viwili ni ustahimivu au udumivu, kwamba tunaambiwa moja ya sifa ya mwanamke ni kwamba akishikilia jambo analishika kweli kweli, na hasa akishikilia jambo zuri. Lakini vivyo hivyo hata akishikilia jambo baya analishikilia kweli kweli. Kumbe katika hivi vituo viwili sisi tuchukue upande wa kushikilia zuri. Mababa wa Mtaguso wa Pili katika hiyo hati niliyoisema hapo mwanzo, wanamweka Mama Bikira Maria kama mfano kwa kanisa kuhusu muunganiko wake na Yesu, ambapo ameunganika na Yesu toka anatungwa mimba mpaka pale msalabani, hakutengana naye. Lakini hata hao wamama ukisoma Injili ya Luka sura ya 8, kuna wanawake walioandamana na Yesu tangu akifanya utume wake, lakini tunawaona katika mateso yake, tunawaona akiwa msalabani, lakini pia tunawaona alipofufuka. Maana yake nini? Mwanamke akishika jambo amelishika kweli kweli. Sisi tujifunze hapo kudumu katika jambo jema, katika imani yetu tudumu, katika wito wetu tudumu, katika ndoa zetu tudumu, katika ajira zetu hizo tulizopata Mungu ametupa tudumu, katika masomo yetu tudumu. Tushikilie kama hawa mama. Mama Bikira Maria amemshikilia Yesu toka kutungwa mimba mpaka msalabani. Hawa mama toka utume wa Yesu mpaka anapofufuka wako naye, manake wamedumu pamoja naye. Kumbe na sisi tunapotafakari hivi vituo vya njia ya msalaba, kwanza tumheshimu mwanamke, lakini pili tudumu, tuwe na huruma na tudumu katika kutenda mema, kama ambavyo ujumbe wa Kwaresma wa mababa maaskofu unatuambia, ndugu, msichoke kutenda mema. Asanteni sana, na awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.